Wananchi Yanga Afrika wametinga fainali ya kombe la NMB Mapinduzi 2026 kufuatia ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Singida Black Stars kwenye nusu fainali katika dimba la New Amani Complex Zanzibar. Yanga Sport Club watachuana na Azam FC waliotinga hatua hiyo kufuatia ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Simba Sport kwenye nusu fainali nyingine iliyopigwa jana. Singida Black Stars 0 Young Africans 0, goli likifungwa dakika ya 54 na Maxim pia Nzengeli, huku Damaro akipewa red card pamoja na Chukwa akipewa red card, mmoja wa klabu ya Young Africans na mwingine wa Singida Black Stars. Yanga imeendelea kuthibitisha ubora wake katika michuano ya Mapinduzi Cup baada ya kufanikiwa kutinga hatua ya fainali kufuatia ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Singida Black Stars katika mchezo uliokuwa na ushindani mkubwa na presha ya hali ya juu. Mchezo ambao ulionyesha wazi namna Yanga ilivyo na kikosi chenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na uwezo wa kusoma mchezo katika nyakati muhimu. Bao pekee la Maxim pia Nzengeli la ushindi likiwa ni zao la mipango madhubuti ya benchi la ufundi pamoja na umakini wa wachezaji waliokuwa uwanjani ambao walijua nini wanakihitaji ili kufikia fainali. Yanga walitawala sehemu kubwa ya mchezo, hasa eneo la kiungo, wakitumia pasi za haraka na mzunguko mzuri wa mpira, huku Singida wakijaribu kujilinda na kutumia mashambulizi ya kushtukiza, lakini wakashindwa kuvunja safu ya ulinzi ya Yanga iliyoongozwa vyema na beki wao waliocheza kwa kujiamini na umakini mkubwa. Ushindi huu unaifanya Yanga kuendelea na rekodi nzuri katika Mapinduzi Cup na kuwapa mashabiki wao furaha kubwa, hasa ikizingatiwa umuhimu wa mashindano haya. Baada ya Simba Sport kuaga rasmi michuano ya Mapinduzi Cup kufuatia kipigo cha bao 1-0 dhidi ya wana lambalamba Azam FC, macho na mioyo ya mashabiki wengi wa soka Tanzania yakamia moja kwa moja kwenye taswira ya fainali mpya iliyokuwa inaanza kuchora. Azam FC walionyesha ukomavu mkubwa katika mchezo huo dhidi ya Simba, wakitumia vizuri nafasi ndogo walioipata na kuilinda kwa nidhamu ya hali ya juu mpaka mwisho wa mchezo. Ushindi huo haukuwa bahati mbaya, bali ulikuwa matokeo ya maandalizi, mipango sahihi ya benchi la ufundi pamoja na utulivu wa wachezaji wao waliocheza bila pressure. Licha ya ukubwa wa wapinzani, kipigo hicho kiliwaacha Simba wakitazama fainali wakiwa nje, huku Azam FC wakijihakikishia tiketi ya kukutana na Yanga katika pambano la mwisho. Yanga nao hawakuwa nyuma, kwani wamemfunga Singida Black Stars bao 1-0 katika nusu fainali nyingine na kuendelea kuthibitisha uimara wao katika michuano hii. Sasa Mapinduzi Cup inafika kileleni kwa kuwakutanisha Yanga na Azam FC katika fainali inayotarajiwa kuwa ya moto mkubwa. Yanga wanaingia katika mchezo huu wakiwa na morali ya juu baada ya ushindi wao dhidi ya Singida na rekodi nzuri ya kuonesha mpira wa umiliki, kushambulia kwa mpangilio na kujilinda kwa umakini mkubwa, huku Azam FC nao wakiingia fainali wakiwa na kujiamini kupita kiasi baada ya kumtoa Simba Sport, jambo ambalo linaonyesha wazi kuwa hawapo Zanzibar kwa bahati mbaya, bali kwa lengo la kubeba kombe. Fainali hii inatazamwa kama kipimo kikubwa cha maandalizi ya msimu mpya kwa pande zote mbili. Makocha wanatarajiwa kuingia na mbinu tofauti tofauti, wachezaji wanatarajiwa kupambana kwa nguvu na nidhamu, huku kila timu ikihitaji kumaliza Mapinduzi Cup kwa heshima na sifa. Mashabiki wa Yanga wanaamini uimara wa kikosi chao na uzoefu wa michezo mikubwa utawavusha, wakati mashabiki wa Azam FC nao wakiamini huu ni muda wao wa kuandika historia mpya baada ya kuwatoa Simba na sasa kusimama kifua mbele dhidi ya Yanga. Bila shaka huu si mchezo wa kawaida, bali ni vita ya heshima, maandalizi na uthibitisho wa nani yupo tayari zaidi kwa changamoto za msimu mzima. Dakika 90 zitatoa majibu ya nani atainua kombe la Mapinduzi Cup. Je, Yanga wataendelea na ubabe wao au Azam FC watathibitisha kuwa ushindi dhidi ya Simba haukuwa wa bahati mbaya, bali ni mwanzo wa enzi mpya? Macho yote sasa yanaelekezwa kwenye fainali hii kali inayosubiriwa kwa hamu kubwa zaidi na mashabiki wa soka ndani na nje ya Tanzania. Na kabla sijafika tamati ama mwisho, napenda kukushukuru wewe shabiki wa soka uliyetazama mpaka hapa, maana ni wazi unapenda mpira wa kweli na unahitaji habari sahihi, uchambuzi wa kina na stori moto zinazohusu soka letu la Tanzania na Afrika kwa ujumla. Sasa ni nafasi yako kushiriki mjadala kwa kuachia comment yako hapa chini. Uniambie unaona nani atabeba kombe la Mapinduzi Cup kati ya Yanga Sport Club na Azam FC. Je, Yanga wataendeleza ubabe wao au Azam FC wataandika historia mpya baada ya kumtoa Simba Sport? Usisahau kulike video hii,
ili iwe kuwafikia mashabiki wengi zaidi, ili iweze kuwafikia mashabiki wengi zaidi wa soka. Pia bonyeza subscribe na kengele ya notifications ili kila nikitoa video mpya uwe wa kwanza kuipata. Chaneli hii ni ya Malkia wa Soka, itaendelea kuletea habari za uhakika, uchambuzi makini na stori kali za soka kila siku bila kuchosha. Mimi ni Queen Liz, nashukuru sana kwa sapoti yako. Endelea kuwa nami hapa Malkia wa Soka. Soka ni letu, habari ni moto, na hapa ndipo nyumbani kwa mashabiki wa kweli wa kandanda. Kwa habari, uchambuzi na stori kali za soka muda wote, tembelea Malkia wa Soka. Hadi wakati mwingine, kwaheri.